usalama wa mali za watu na wafanyabiashara wenyewe wa eneo hili vinaendelea kuwa salama. Na kama ambavyo mnafahamu, eneo hili ni eneo ambalo linakuwa na wafanyabiashara wengi. Ni eneo liko bize wakati wa usiku, liko bize pia wakati wa mchana. Lakini tangu tukio hili limetokea usiku la moto, ulinzi na usalama wa watu na mali zao umeimarishwa kwa kiasi kikubwa sana. Askari wa jeshi la polisi pamoja na magari tulitanda katika jiji zima la Mwanza, lakini hususan haya maeneo ambayo yalikuwa yakiwaka moto, kiasi kwamba watu ambao pengine walikuwa na lengo la kufanya vitendo vya uporaji hawakupata nafasi. Udhibiti wa jeshi la polisi ulikuwa ni mkubwa mpaka leo asubuhi, ambapo kwa mujibu wa wenzetu wa zimamoto na uokoaji ni kwamba huu moto umeshazimwa. Sasa kilichobaki sasa hivi, jeshi la polisi limeendelea kushika doria katika maeneo haya ili wale wanaotamani vitu vya bure, wanaotamani kupata mali bila kufanya kazi, wanaotegea matukio yatokee, wao wanufaike, kuhakikisha kwamba wanadhibitiwa. Kwa hiyo tutaendelea kushika doria eneo hili ili liendelee kuwa salama. Kwa sasa wananchi wanaendelea kwa haya maeneo ambayo yalipata athari za moto kutoa vifaa vyao. Kwa hiyo wanapotoa vifaa wanasimamiwa na jeshi la polisi, vifaa ambavyo kimsingi vimepata uharibifu mkubwa. Kwa hiyo wanatoa takataka tu ndani, lakini hizo takataka tutasimamia ili wenzetu wanaohusika na kufanya usafi wapeleke hivyo vitu katika maeneo ya kama sehemu ya takataka. Lakini yale maduka ambayo wafanyabiashara hayakupata athari za moto, hayo tunaendelea kusimamia ili watu waendelee kufanya biashara zao kama kawaida. Na tunawaomba wafanyabiashara wote walioko hapa haya maeneo ambayo yako karibu wafungue maduka yao, shughuli nyingine ziendelee, kwa sababu ulinzi wa jeshi la polisi umeimarishwa na hakuna mtu yote ambaye ataweza kutumia nafasi hii kufanya matukio ya kihalifu. Tumekuwa tukiongea ile jambo la ulinzi sehemu za biashara, ni jambo la muhimu sana. Ni lazima ulinzi uwepo kwenye sehemu yako unayojipatia kipato, sehemu yako ya biashara, duka lako. Jana usiku tulipata kazi kubwa sana. Kama unavyoona hapa, maduka ni mengi, kuhakikisha kwamba tunaweka usalama katika maeneo haya. Fanya biashara wamezoea, anaondoka jioni anakwenda kulala nyumbani kwake, anaacha duka lake halina usimamizi, halina ulinzi wa aina yoyote. Hata hivyo, jeshi la polisi, askari wamefanya kazi kubwa. Bila shaka mmejionea walivyokuwa wametanda kila sehemu. Lakini kukumbusha pia waendelee kuchukua tahadhari za moto. Moto hauna siku unasema utakuja. Unakuja kupitia mazingira ya uzembe ambayo mtu umeyatengeneza katika mazingira yako. Waendelee kuchukua tahadhari za moto. Sisi ndio ushauri wetu kama jeshi la polisi. Tutakuwepo kwenye hiyo timu ya kufanya uchunguzi, lakini na wenzetu wa zimamoto na uokoaji na vyombo vingine ambavyo vinawajibika kwenye matukio kama haya. Kwa hiyo bado tuko kwenye uchunguzi wa kujua kimsingi nini chanzo cha moto, lakini pia kujua athari zilizojitokeza kwa mali. Lakini mpaka sasa hatuna taarifa yoyote ya mtu kupoteza maisha.